Asalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii maisha nimejifunza kutoka kwa ndugu Komon. Lazima kila mtu asimame pahali pake. Yeye alisimama Gideon kama mwalimu kutokea mwanzo mpaka mwisho. Ninashukuru wanasiasa wasimame kama wanasiasa. Alikuwa na ujasiri ya kusimama kama mwalimu mpaka siku yake ya mwisho. Inaomba walimu ambaye pia wameitwa kama wachungaji tusimame na taaluma yetu mpaka mwisho. Saa zingine ketangorengane mchungaji anataka kuwa orkoonde ama mwalimu haende akuwe chepsogonde, lakini mtumishi wa Mungu anaitwa Komon alisimama kama mwalimu mpaka mwisho. Hata ukiwa mkulima simama. Na naomba ya kwamba sisi wote tutakuwa wanasiasa. Kwa hivyo kila mtu asimame penye Mungu alimuweka, kama vile Komon alisimama. Naomba ya kwamba ukiwa mwalimu funza koroma. Ukiwa chief simama hapo. Na mimi nikiwa padri nisimame kama mchungaji na nihubiri agoi net mpaka mwisho, agoi serem mpaka mwisho. Kitu cha pili ni ya kwamba he was committed. Alikuwa Mwanglikana mwaminifu siku zote za maisha yake. Naomba ya kwamba tuwe committed kwa imani. Wakati mwingi sisi tumejulikana kwa mambo mengine, lakini naomba Mungu asaidie piga kuri. Tusijulikane mbupego, tujulikane kwa kanisa. Na kanisa iko mingi hapa. Naomba tuingie kanisa moja, jenga genge na uingie ndani yake. Jambo la mwisho nataka nimalizie. Kama Stefano siku yake ya mwisho aliona Yesu. Hata huyu ndugu siku yake ya mwisho alienda kutoa mchango kwa mwalimu. Hapo ndiye alimalizia. Siku ya mwisho aliona Yesu. Wengine siku ya mwisho Yeremia akutukuka na kemiote, lakini yeye aliona utumishi siku yake ya mwisho. Jambo la pili akasamehe, tusameane, na jambo la mwisho akajawa na Roho Mtakatifu. Mungu wa amani awafariji. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Kwa majina naitwa mchungaji Daktari Kimutai Chesosi. Mungu awabariki na injili yake tuhubiri mpaka mwisho. Asante mchungaji kwa nafasi. Mungu wa amani awe pamoja nanyi na jamii ya Soet Senior tunawaombea. Hii maneno imekuwa mzito, lakini makutorete jein. Boganda yeinde